Kwa hiyo maana yake ni kwamba kile kinachoendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, maana yake ni kwamba wenyewe bado wapo katika state of war, bado wapo katika hali ya vita, hata kama hakuna bomu linalorushwa, lakini fikra iliyo wazi ni kwamba Irani wao wanachozingatia ni kwamba bado wapo katika hali ya vita na nchi ya Marekani, na hii ni mambo ambayo huwa yanatokea katika ulimwengu. Kwa mfano unaweza ukaona katika nchi kama ya Urusi na Japan toka katika vita kuu ya pili ya dunia hawakuwahi kusaini document ya kwamba wamesitisha mapigano, na ndio maana mpaka sasa hivi ukiangalia katika sehemu ya ile tunasema defense strategy ya nchi ya Japan, maana yake ni kwamba ile sera ya ulinzi ya nchi ya Japan yenyewe inazingatia kwamba nchi ya Urusi ni tishio katika nchi ya Japan, ukiachilia mbali ile sehemu ya mivutano yao katika baadhi ya visiwa ambao vinapatikana upande wa kaskazini mwa nchi ya Japan ambao vinadhibitiwa hasa na nchi ya Urusi, ambao Japan wao wanaamini kwamba vile visiwa ni vya kwao, lakini kiuhalisia ni kwamba ni sehemu ya hali ya sintofahamu ambayo imedumu kwa muda mrefu. Maana yake toka vita kuu ya pili ya dunia hapakuwa na makubaliano moja kwa moja ya kusitisha mapigano, na hii mara nyingi inakuwa kitaalamu wanaita ni kama ni conflict, frozen conflict situation, kwamba maana yake inakuwa ni utata au ugomvi ambao unakuwa ni kama umelala, upo lakini unazingatiwa kwamba upo, lakini wenyewe unakuwa kama umelala, kama ilivyokuwa katika upande wa nchi ya Armenia na nchi ya Azerbaijan. Palikuwa kuna eneo ambalo kwa nagombania pale la Nagorno-Karabakh ambalo lipo katika sehemu ya Armenia, lakini by the way ni kipande cha nchi ya Azerbaijan, ambao katika miaka ya 90 mwanzoni walipigana vita, Armenia wakakontrol sehemu ile ya Nagorno-Karabakh, lakini baada ya nchi ya Azerbaijan kupata mafuta na ikikumbuka kwamba wenyewe ni wauzaji wa mafuta wakubwa katika upande wa nchi kama ya Israel, maana yake asilimia kama 60 au 70 ya mafuta ya Israel yanatoka katika nchi ya Azerbaijan. Wao walipopata mafuta wakakusanya nguvu yao, wakapigana tena na nchi ya Armenia, wakaichukua sehemu ya Nagorno-Karabakh, pamoja na kwamba nchi ya Armenia kupitia kiongozi wake Nikolai Pashinyan na Haitham Aliyev ambaye ni kiongozi wa nchi ya Azerbaijan walisaini document kule Marekani ya kumaliza ile utata wao kuhusiana na sehemu kama za Nagorno-Karabakh, lakini vile vile kutengeneza corridor inayojulikana kama Zangezuri corridor ambayo iko kidogo kaskazini mwa nchi ya Iran, ambayo inategemewa kwamba watakaa wanajeshi pale wa nchi ya Marekani, lakini kiuhalisia maana yake ilikuwa ni sehemu ya